BMP TV Professional Update. Habari za wakati mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endelee kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 18 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa kutoka kwa makundi ya ulinzi ya wazalendo zinaripoti kuendelea kwa safari zao kuelekea mji wa Uvira. Katika mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, taarifa kutoka mashinani zinaeleza kuwa makundi ya wazalendo yamedai kuendeleza harakati zao katika maeneo mbalimbali. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Katika taarifa zinazoendelea kuwasilishwa hii leo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wazalendo yanajihusisha na ulinzi wa kiraia yameripoti kuwa harakati za kuimarisha uwepo wao katika eneo la Uvira. Hatua hii imeelezwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha usalama katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekumbwa na misukosuko ya kiusalama. Kwa mujibu wa ujumbe uliotumwa na viongozi wa makundi hayo, vikosi hivyo vimeripoti kuwa vinapitia njia mbalimbali za milimani na ukanda wa juu, ambapo kila kundi linaelezwa kuwa limejipanga kwa ajili ya kuwasili kwa ustadi, nidhamu na tahadhari ya hali ya juu. Viongozi hao wamesema kuwa hali ya wanachama wao inabaki kuwa imara, wakisisitiza kuwa malengo yao ya kulinda raia na maeneo yaliyokabiliwa na vitisho bado yapo mstari wa mbele, bila mpango wote wa kujiondoa au kupunguza kesi ya operation. Katika taarifa hizo, makundi hayo pia yameashiria kwamba maeneo ya Bukavu na Goma yanaendelea kupewa kipaumbele katika tathmini zao, wakitaja kwamba safari yao ni sehemu ya kile wanachokiita mpango wa kuimarisha udhibiti wa usalama. Ingawa taarifa hizi zimeibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya ndani, bado hakuna tamko la pamoja kutoka mamlaka za serikali kuhusu uhalisia wa operation hizo. Aidha, ripoti za kijamii zinaonyesha kuwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Walungu, Kabare na Rushuru wanaendelea kufuatilia kwa makini mwenendo wa safari na mikakati ya makundi hayo, huku wengine wakieleza matumaini kuwa hatua hizo, endapo zitasimamiwa kitaalamu, zinaweza kuchangia kupunguza hofu iliyokuwepo kwa muda mrefu. Kwa upande wa wadau wa usalama, wataalamu na masuala ya kijeshi na ulinzi wa raia wanasema kuwa ni muhimu kwa hatua zozote zinazochukuliwa kufuatia kanuni za kitaifa na kimataifa ili kuepusha mkanganyiko unaoweza kuathiri utulivu wa muda mrefu katika mkoa wa Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia kile walichokizungumza wazalendo. Badala kwenda Uvira kabisa, tunaenda Kuporo ili kuchukua bato kuelekea ngambo za Uvira. Wanaongozwa na kiongozi Kimbi Lulenge.
ni wazalendo kabisa. Tunatoka Tembo tunafika Kalemi, ni Kalemi hapa. Tunaelekea kabisa Uvira ili tupambane na adui wa M23. Mwenye naye tajitia kwa M23 kuna shida. Tunapambana na M23 kabisa. Hapa tuko Kalemi kutoka Tembo. Soda tuko nabo ndo hapo. Saba zalendo kabisa. Wanaongozwa na Eric Kimbi Lulenge kuelekea Uvira kupambana na adui vile. Asante. Tunaingia Poro hivi kabisa ili tuangalie kama leo tutapata usafiri. Kuna watu wa kutosha wenye watafunga kwanza flow pamoja na Mungu. Pamoja na Mungu kabisa. Tunaelekea Tanganyika ili tutafute usafiri kwenda Uvira. Ni vile ndo Kalemi. Naona pitika kabisa wanapanga mzuri kuelekea Uvira. Tumapambana na M23 kabisa. Hapa ni Kalemi, tunatoka Tembo. Hapa ni Kalemi, wagarso wanapanga mzuri wazalendo kutoka Tembo tunaelekea ngambo za kuelekea Uvira. Tunaelekea ngambo ya kwenda Uvira, wako na vitu yao la kusema pa mapambano na M23. M23 kwa sapambana. Naona kabisa mida inafika. Ndio. Wanaongozwa na Komanda Kimbi Lulenge. Ndio kiongozi. Wanaongozwa na Komanda Kimbi Lulenge. Ni komanda sekretari. Nani? Tuweni mashi. Ndio vile kabisa. Tunaona kwa tunaelekea Poro kuangalia usafiri kama tutapata usafiri. Twende. Wewe bakia na wewe bakia. Ndio vile kiongozi. Nani? Kiongozi nani? Ni vile. Tuelekea vile tunaenda. Mara moja kule chini. Nani? Ndio vile. Wazalendo kabisa wananyoroka kuelekea Poro. Wewe Sadiki! Mko nafanya nini? Ale shuka. Ni vile tunaelekea kabisa. Wanaongozwa na Komanda Kimbi Lulenge wa Lulenge. Kimbi Lulenge tunaongoza kuelekea Uvira kama nyola. Hadi sasa milango ya tathmini na ufuatiliaji kutoka kwa mamlaka husika inaendelea kuwa wazi, huku wananchi wakisubiri taarifa rasmi zinazoweza kutoa mwanga kuhusu hatua zinazofuata pamoja na namna juhudi hizi zinavyoweza kuunganishwa na mikakati ya kitaifa ya amani na usalama. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado tupo hapa mashariki. Taarifa ambazo tumepokea hii leo zinaeleza kuwa makundi ya wazalendo yanayofanya shughuli katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameripoti kuendelea kwa harakati zao katika maeneo ya Bukavu na Goma, pamoja na maeneo ya kando ya milima na misitu ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Katika ujumbe wao, viongozi wa makundi haya wamesema kuwa wanajipanga kupitia maeneo mbalimbali ambayo wanayataja kuwa sehemu ya mkondo wa operesheni, wakisisitiza kuwa lengo lao ni kuhakikisha kuwa njia wanazodai kudhibiti zinasalia kuwa salama. Wameongeza kuwa hadi sasa, kwa mujibu wa ripoti zao, wamefanikiwa kuzuia kusonga mbele kwa makundi ya wapinzani katika maeneo kadhaa ya mashinani. Aidha, maswali mengi yameibuliwa kutoka kwa jamii kuhusu hali ya Maimai namba 1 na namba 2, ambapo makundi ya wazalendo yameeleza kuwa maeneo hayo yako chini ya uangalizi wao na kwamba wanatoa majibu ya masuala ya kiusalama kupitia mawasiliano ya moja kwa moja kwa watu wanaowasiliana nao. Katika taarifa hiyo, viongozi wanaojiita wazalendo wametaja majina ya makamanda wao wanaongoza operesheni hiyo, ambapo wametaja kuwa wanashirikiana katika kuhakikisha kuwa taarifa zinawafikia wananchi wanaofuatilia mwenendo wa usalama katika maeneo ya Ruchuru,
Walikale, Uvira na maeneo ya pwani ya Ziwa Kivu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali kuhusu taarifa hizi, na vyombo vya ulinzi na usalama havijatoa udhibitisho wa kina kuhusu hali ilivyo katika maeneo yanayotajwa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaendelea kusisitiza kuwa taarifa zote za kiusalama zinapaswa kuthibitishwa kupitia mamlaka za kitaifa ili kuepusha mkanganyiko wa wananchi, kuelekea kurejesha utulivu wa muda mrefu katika mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. BMP TV Professional Update.